Kwa nini kuvaa hereni ni dhambi? Je, kuna kosa gani kuvaa hereni? Na ni wapi imeandikwa kwamba kuvaa hereni ni dhambi? Labda kabla hatujajua kwamba ni wapi imeandikwa kwamba kuvaa hereni ni dhambi, tujiulize kwanza, lengo la kuvaa hereni ni nini? Lengo la kuvaa hereni ni nini? Bila shaka lengo la kuvaa hereni sio lingine zaidi ya kujipamba, maana yake kutumia hereni kama pambo. Kwa hiyo kutumia hereni kama pambo, huko ndo dhambi, na hilo ndo kosa ambalo linampelekea mtu aingie katika hatia. Kwa hiyo kuvaa hereni kwa lengo la kujipamba, hilo ndo kosa ambalo linampelekea mtu aingie katika hatia. Kwa hiyo manake moja kwa moja kuvaa hereni ni dhambi, kwa sababu hakuna lengo lingine au sababu nyingine ya mtu kwamba anavaa hereni, anaweka katika mwili wake, katika masikio yake, zaidi ya kwamba anaweka tu kwa ajili ya kujipamba, kwa ajili ya kujionyesha, labda aonekane kwa namna fulani au aweke mwili katika namna fulani. Hiyo ndo dhambi, kwa sababu ya kwamba Biblia inasema kile kitabu cha Wakolosai sura 3 na ule mstari wa 5 kwamba nasema, basi ifisheni viungo vyenu, maana uasherati, anazungumzia uchafu, tamaa mbaya, kutamani mawazo mabaya, anasema ndio ibada ya sanamu. Sasa mtu anavyoweka hereni, maana yake ni kwamba ni tamaa ya kwamba ametamani ndani ya moyo wake aonekane namna fulani kwa nje, watu fulani waone kwa nje, maana yake ameweka kwa ajili ya kuonekana, na hiyo ndo sanamu, hiyo ndo ibada ya sanamu ambayo maandiko yanatuambia kwamba ni ibada ya sanamu. Kutamani ni ibada ya sanamu. Kwa hiyo watu wote wanaovaa hereni hawana lengo lingine zaidi ya kujipamba. Na Biblia pia inasema kitabu kile cha waraka wa kwanza Petro sura 3 mstari wa 3 kwamba kujipamba kwenu kusiwe kwa nje. Kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, yaani kusuka nywele, anazungumzia pale kuvalia dhahabu kama hizo hereni na lulu na mapambo mengine yote nje. Anasema kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, yaani tusijipambe kwa mapambo ya nje kama hizo hereni, tusiweke. Kwa hiyo hakuna lengo lingine, hakuna sababu nyingine kwamba mtu anaweka hereni ndani ya mwili wake, na analenga tu kupamba mwili wake. Lakini kitu kingine ambacho unapaswa kujua au unapaswa kuelewa, unapaswa kujua kwamba kabla hujatia chochote katika mwili wako, unapaswa kuangalia au kufuatilia kwamba hicho kitu unachoweka katika mwili wako, unachotia katika mwili wako, asili ya hicho kitu ni nini? Wakati mwingine unaweza kujiunganisha na madhabahu ya kishetani au na madhabahu ya miungu kupitia tu vitu ambavyo unaweka katika mwili wako, pasipo kujua ya kwamba imetoka, asili ya hicho kitu ilikuwa wapi. Leo hii watu wanavaa tu hereni, lakini wajui kwamba hapo mwanzo hapo kule mwanzoni watu walikuwa na lengo gani? Kwa nini walikuwa wanavaa hereni? Hapo mwanzo watu walikuwa wanavaa hereni, wanaweka katika masikio yao. Walikuwa wanaita pete za masikioni. Anasema walikuwa wanaita pete za masikioni, na walikuwa wanaweka katika masikio yao, sio kwa lengo la kujipamba kama siku hizi watu wanavyojipamba, lakini walikuwa wanaweka kwa maana nyingine tofauti na hiyo. Na hiyo ndo kitu ambacho watu wengi hawajui siku hizi. Kwa hiyo watu wanajiungamanisha na madhabahu mengine ya kimiungu kupitia vitu ambavyo wanavika katika miili yao. Utamkuta mtu amechora tattoo, hajui kwamba asili ya hiyo tattoo ni nini. Hajui asili ya hiyo kitu ambacho ameweka katika mwili wake ni nini. Ameiga tu, amefuata tu mkumbo, na mwisho wa siku akajikuta ameunganishwa katika madhabahu ya kishetani na anatumikishwa pasipo hata yeye mwenyewe kujua, anafungwa pasipo kujua. Kwa hiyo ni vizuri kufuatilia asili ya hicho kitu. Kwa hiyo asili ya hereni, maandiko yanasema kile kitabu cha Hosea sura 2 na ule mstari wa 13, Biblia inasema kwamba nami nitamwadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali, alipowafukizia uvumba, hapo alipojipamba kwa pete masikioni mwake na kwa vito, asema Bwana. Hawa ni wana wa Israeli ambao walimwacha Mungu, wakaenda kuabudu miungu, wakaenda kuambatana na Mabaali. Mabaali ilikuwa ni miungu ya kimataifa, miungu migeni, miungu ya Kibabeli. Wakaenda kufuatana na hizo miungu, lakini anasema kwamba walikuwa wanaenda kufanyia ibada, na walikuwa na mfanyaji ibada. Walikuwa wakiingia kufanya ibada, wanajipamba kwanza kwa pete za masikioni, hereni. Wanaweka hizo hereni katika masikio yao. Wanajipamba masikio yao kwa hereni hizo, ili wakafukize uvumba kwa huyo mungu Baali.
Kwa hiyo ilikuwa ni ibada ya kumwabudu Mungu Baali. Kwa hiyo watu walikuwa wanavaa hizo pete za masikioni kwa ajili ya kumwabudu Baali, kumwabudu Mungu, kumwabudu shetani. Na hapa Mungu anasema kwamba nitawadhibu. Anasema kwamba nitawadhibu kwa sababu ya siku za Mabaali, walipowafukizia uvumba. Hapo alipojipamba kwa pete masikioni. Sio alipoweka, amejipamba. Kwa hiyo sio kwamba watu walikuwa wanaweka tu bradi, walikuwa wanapamba. Kwa hiyo lengo la kuweka hereni ni kupamba. Na hata leo tu watu ndio maana Mungu anasema kwamba kujipamba kwenu kusiwe kwa nje. Unapojipamba manake pia unakuwa na kiburi kwa Mungu. Unakuwa na kiburi kwa Muumba wako. Maana ni kwamba unakuwa unabishana na Mungu kwamba ulipaswa uniumbe namna hii, ulipaswa uniwekee hiki, nionekane namna hii. Maana unakuwa hujajitosheleza, kwamba hauna utoshelevu, kwamba Mungu amekusha kukamilisha, amekuumba kwa uzuri, amekumbia kila kiungo na kila kitu. Mungu amekuumba kwa uzuri, lakini unaona kwamba bado hujakamilika. Ndio maana Mungu anasema kwamba tusijipambe kwa nje. Kwa hiyo mbali na kwamba kujipamba kwa nje ni kwamba tunajishikamanisha na madhabahu mengine, au tunajikuta tunaingia kumwabudu Mungu mwingine, lakini pia tunamkosoa Mungu aliyetuumba. Na siku hizi kuna pete masikioni, pete za kidoleni. Zote hizo mtu ambaye anaweka kwa lengo hilo la kupamba, haya yote ni machukizo mbele za Mungu. Haijalisha kwamba umesema kwamba mimi naweka pete unasema unaweka pete kidoleni kwa sababu labda ni pete za ndoa. Kwenye Biblia hakuna pete za ndoa. Na unaweka pete kwa lengo hilo la kupamba, na huko ndo unaingia hatiani. Kwa sababu siku hizi unakuta watu wanasema hii ni pete ya masikioni, lakini watu wa kipagani wanasema ni pete. Mtu ambaye hajaokoka amevaa pete alafu anasema ni pete za ndoa. Hiyo ni ndoa gani? Ndoa ya kisinzi, ndoa ya kipagani. Kwa hiyo watu wamejalalisha uovu wanakupitia sababu zao. Kwa hiyo leo fahamu ya kwamba hereni na mapambo yote, aina yote mapambo unayofahamu wewe ambao unaweka katika mwili wako, fahamu ya kwamba ni machukizo mbele za Mungu. Ni ibada ya sanamu, ni kuabudu Mungu, lakini pia ni kumkosoa Mungu. Ni vizuri uishi kama Mungu alivyokuumba. Jitosheleze, kwa sababu unapendeza ukikaa jinsi ulivyo. Ukikaa usiposuka nywele zako, ukakaa tu ukatunza nywele zako vizuri na mwili wako ukautunza vizuri pasipo kuchora alama yote au kuweka chochote, unapendeza jinsi ulivyo. Mungu anakupenda na unaonekana vizuri. Kwa nini usitake kutaka kuonekana kwa watu, kuridhisha watu alafu unafarakana na Mungu, alafu unakosana na Mungu? Ni heri watu wakuone kwamba wewe uendi na wakati, wewe ni mshamba, lakini Mungu anakuona na Mungu anakupenda. Kwa hiyo siku ya leo, hebu funguka. Usiendelee kufungwa na mafundisho ya shetani. Usiendelee kufungwa na sababu zingine ambazo ni sababu ambazo zinatoka kuzimu. Usiendelee kufungwa. Fungua macho yako, amua kuingia katika njia nyembamba. Njia nyembamba ni ile njia ya utakatifu ambayo anasema kwamba japokuwa jinga katika wanaopita katika hiyo njia, japokuwa jinga lakini watapotea. Njia ya utakatifu, kitabu cha Isaya sura 35 mstari wa 8 anasema hivyo. Na Yesu Kristo anasema ingieni kwa kupitia mlango huo mwembamba. Kwa maana anasema mlango ni pana na njia ni pana endayo potevuni. Anasema lakini mlango ni mwembamba na njia imesonga endayo uzimani, na ni wachache wanaopita. Ingia katika njia ya uzima, kwa sababu hiyo ndio njia ambayo inakupeleka mbinguni. Hiyo njia nyingine ambayo watu wengi wanapita na mapambo yao, wanapita na jinsi wanavyotaka, wanajiweka jinsi wanavyotaka, wanaweka namna wanavyotaka, wanajitakia tu, wanajiamulia tu kufanya hivyo, wanakuwa na uhuru wanaishi katika dhambi. Wanasema tunaishi katika neema. Hiyo njia pana, barabara hiyo ni barabara pana ambayo inaenda kuzimu. Kwa hiyo ingia katika hiyo njia nyembamba ambayo inaenda uzimani. Tunaishi katika siku za mwisho. Kristo amekaribia kurudi. Wakati wote parapanda italia na watakatifu watanyakuliwa. Hivyo ni wakati wa kumtafuta Mungu kweli kweli na kuamua kuwa Mkristo kweli kweli, na neema ya Mungu itusaidie. Amen.